Bwana, mara baada ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kucheza kiporo chake dhidi ya Dodoma Jiji na kuweza kuibuka na ushindi wa magoli 6-0, bwana, sasa tunaweza tukaziangazia mbio za ubingwa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara NBC. Maana Wekundu wa Msimbazi Simba wamecheza mchezo wao wa 22 sawa na vinara wa ligi hiyo Yanga ambao pia wameshakwisha kucheza michezo 22. Kwa hiyo msimamo mpaka sasa unasimama kwamba Yanga anaendelea kuongoza akiwa na pointi zake 58, wakati Wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa nafasi ya pili pointi 57. Sasa hebu tuweze kuangalia mechi zilizosalia kwa upande wa vilabu hivi ambavyo ndivyo vinavyopewa nafasi kubwa sana ya kuweza kuwania ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa tutazame kwa ufupi kidogo Wekundu wa Msimbazi Simba mpaka sasa wamesaliwa na mechi ngapi, lakini pia Yanga wamesaliwa na mechi ngapi na ni timu gani ambazo wanakwenda kukutana nazo. Bwana, kwa upande wa klabu ya Yanga ambao wanaongoza wakiwa na pointi 58, wamesaliwa na mechi dhidi ya Tabora United. Tunafahamu mchezo wa kwanza wa mzunguko wa kwanza Yanga walikubali kichapo cha goli 3-0. Ni moja kati ya mchezo mgumu ambao unaotazamwa kama sehemu ambayo pengine huenda Yanga wakaweza kuzuiliwa kutokana na matokeo ya mzunguko wa kwanza. Kwa hiyo Tabora United bado watakabiliana na Yanga. Coastal Union wao pia watacheza na klabu ya Yanga. Azam FC tunafahamu duru ya kwanza Azam waliweza kuinyuka Yanga goli 1-0. Kwa hiyo Azam FC pia ni moja kati ya timu ambayo itakutana na Yanga. Fountain Gate ni moja pia klabu ambayo itakutana na Yanga. Namungo ni moja pia kati ya klabu ambayo itakutana na Yanga. Tanzania Prisons pia wajelajera ndio ambao bado hawajakutana pia na Yanga. Ni moja kati ya mechi ambayo pia inatazamiwa kuwa ngumu. Dodoma Jiji ambao wamekubali kichapo cha goli 6-0 dhidi ya Simba bado hawajamalizana na Yanga, lakini pia bado Yanga hawajamalizana na Wekundu wa Msimbazi Simba ambao tunafahamu mchezo ulihairishwa na bodi ya ligi ilitangaza watakuja na tarehe mpya ya mchezo huo. Kwa hiyo Yanga wamesaliwa na mechi 8 mkononi, mechi 8 mkononi, lakini kwenye hizo mechi 8 mkononi kuna mechi ambazo zinatazamwa kama sehemu pengine ya kuweza kuzuiliwa ama Yanga kuweza kupata ugumu kidogo kwenye aina ya matokeo ambayo waliyapata raundi ya kwanza. Tabora United, Azam FC ni moja kati ya mechi ambazo zinatazamiwa kama zinaweza kuwa na ugumu kidogo kwenye marudiano. Kwa hiyo hizo ni mechi ambazo Yanga wamesaliwa nazo mpaka sasa: Tabora United, Coastal Union, Azam, Fountain Gate, Namungo, Tanzania Prisons pamoja na Dodoma Jiji, bila kuwasahau Wekundu wa Msimbazi Simba. Hao ni kwa upande wa Yanga, lakini kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba mechi ambazo wamesaliwa nazo ni pamoja na mechi dhidi ya Mashujaa, JKT Tanzania, Pamba Jiji, KMC, Singida Black Stars, Ken Gold, Kagera pamoja na Yanga. Ukitazama mechi ambazo pengine zinaweza zikaipa ugumu Wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na aina ya matokeo ya raundi ya kwanza ni pamoja na Singida Black Stars, licha ya kwamba Simba waliibuka na ushindi wa goli 2, lakini bado huwezi kuwaondoa Singida ama huwezi kuondoa ubora wa Singida Black Stars. Kwa hiyo ni moja kati ya mechi ambayo inatazamiwa kuwa ngumu, lakini mechi nyingine ni dhidi ya Yanga, mchezo ambao uliahirishwa na bodi ya ligi, walitangaza kupangia tarehe nyingine, lakini bado mpaka sasa hatujapata tarehe ya mchezo huo. Kwa hiyo ni moja pia kati ya mchezo ambao kwa Simba ni mgumu, lakini pia ukitazama mechi nyingine ni kama Simba wana nafasi kubwa sana kuweza kushinda. Kwa hiyo mechi mbili tu kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba, Singida pamoja na Yanga, lakini ukitazama kwa Yanga huku ugumu huko kwa Tabora, Azam pamoja na Simba wenyewe. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo mechi zilizosalia ni ngumu kiasi gani za kuelekea ubingwa ama za kutoa hatima ya nani na kwenda kuwa bingwa. Ni Yanga kwa mara ya 4 mfululizo ama ni Wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanataka kuvunja mwendelezo wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo hizo ndizo mechi ambazo zimesalia kwa pande zote mbili.
Sasa tukiutazama msimamo ulivyo mara baada ya Wekundu wa Msimbazi Simba kucheza kiporo chake dhidi ya Dodoma, bana, Yanga wanakuwa wanasalia nafasi ya kwanza michezo 22 pointi 58. Simba nafasi ya pili michezo 22 pointi 57. Azam FC nafasi ya tatu michezo 23 pointi 48. Singida Black Stars nafasi ya 4 michezo 23 pointi 44. Nafasi ya tano ni Tabora United michezo 23 pointi 37. Nafasi ya sita ni JKT Tanzania michezo 23 pointi 30, wakati nafasi ya saba ni Fountain Gate michezo 23 pointi 28. Dodoma Jiji nafasi ya 8 michezo 23 pointi 27. Nafasi ya 9 ni Coastal Union michezo 23 pointi 25. Nafasi ya 10 ni Mashujaa pointi 24 michezo 23. KMC michezo 23 pointi 24. Nafasi ya 12 ni Namungo FC michezo 23 pointi 23. Hawa wame match michezo 23 pointi 23. Nafasi ya 13 ni Pamba Jiji kutoka Mwanza, nafasi ya 13 hiyo pointi 22 michezo 23. Nafasi ya 14 ni Kagera Sugar michezo 23 pointi 19. Nafasi ya 15 ni Tanzania Prisons michezo 23 pointi 18, na nafasi ya mwisho ni Ken Gold michezo 23 pointi 16. Kwa hiyo ni moja kati ya msimamo jinsi ulivyo, lakini pia tumetazama michezo ambayo Simba na Yanga wamesalia. Ukitazama Yanga na Simba ndio wamecheza michezo 22, lakini timu zote zimecheza michezo 23. Kwa hiyo Simba na Yanga wana michezo 8 mpaka sasa iliyosalia kukamilisha mzunguko wa pili na kumpata bingwa, lakini timu nyingine zote zimesaliwa na michezo 7 ili kukamilisha mzunguko. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Kwa hiyo hapo ukitazama unaweza pia ukanipa comment yako kwamba kwa aina ya michezo ambayo Simba wamebakiwa nayo na Yanga wamebakiwa nayo, ni nani pengine unaona inakwenda kuwa rahisi kwake na kuweza kuwa bingwa, kwa sababu tunafahamu kwamba Yanga wako mbele kwa alama moja wakati wakiwa wanalingana michezo na Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa kama Yanga anashinda michezo yake yote na Simba anashinda yote, maana yake Yanga anakuwa bingwa. Kama Yanga anatoa sare mchezo mmoja na Simba anashinda michezo yote, basi Simba anakwenda kuwa bingwa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo kwenye makaratasi mnaweza ukazungumza, lakini bado michezo haijachezwa na tunasubiri kuona michezo hiyo itakuwaje na kuona bingwa ni nani. Lakini mpaka sasa unaweza kuona ama unaweza ukawa na ule utabiri kutokana na aina ya michezo ambayo Simba na Yanga wamebakiwa nayo na kuweza kutabiri bingwa na kwenda kuwa nani. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee wewe mdau wa soka, shabiki kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara, lakini unaweza kunipa utabiri wako kupitia kwenye comment section hapo chini, ukaniambia kwa aina ya michezo ambayo Simba na Yanga wamebakiwa nayo ni nani anakwenda kuwa bingwa, au pengine huenda akawa sio Simba na Yanga, akawa ni Azam ambao pia wana pointi zao 48. Unaweza kuona wao pia wana nafasi ya kuwa bingwa, lakini nategemeana na aina ya michezo ambayo Simba na Yanga watapoteza. Kwa hiyo unaweza kunipa comment yako kupitia kwenye comment section hapo chini, ukaniambia kwa aina ya michezo ambayo iliyosalia pengine ni nani anakwenda kuwa bingwa kwenye msimu wa 25-26 wa ligi kuu soka Tanzania bara maarufu kama NBC. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.